Pendwa msikilizaji, karibu tena katika mwendelezo wa masimulizi yetu ya kitabu hiki cha Pambano Kuu, mwandishi wake akiwa ni Ellen G. White. Leo tuko katika sura ya 3. Ninaamini umeendelea kufuatilia sura zingine ambazo zimepita. Wewe ukiingia tu katika YouTube channel, andika Maarifa ya Mungu Mtandaoni, kitabu cha Pambano Kuu, utakutana na mwendelezo wa masimulizi haya ya kitabu cha Pambano Kuu. Sura ya 3 ya kitabu cha Pambano Kuu ina kichwa kisemacho Zama za giza la kiroho. Kabla ya kuendelea, basi tuombe. Baba yetu na Mungu wetu mwaminifu, Mungu aliyempendwa, rafiki yetu, karibu tena uwe pamoja nasi mianzo mpaka mwisho. Utupe uongozi wako kwa njia Mungu Roho Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Mtume Paulo katika barua yake ya pili kwa Wathesalonike alitabiri uasi mkuu ambao ungetokana na uanzishwaji wa mamlaka ya upapa. Alitangaza kuwa siku ya Kristo isingekuja usipokuja kwanza ule ukengeufu. Akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Na zaidi hapo, mtume Paulo anatahadharisha ndugu zake kuwa ile siri ya kuasi sasa hivi inatenda kazi, lakini yuko azuiaye sasa hata atakapoondolewa. Wathesalonike wa pili sura ya 2 fungu la 3, fungu la 4 na fungu la 7. Hata katika tarehe hizo za awali aliona yakiingia polepole kanisani makosa ambayo yangetayarisha njia kwa ajili ya ukuaji wa upapa, kidogo kidogo, mwanzoni kwa siri na katika hali ya ukimya, na hatimaye kwa uwazi zaidi kwa kadri makosa alivyozidi kupata nguvu na kutawala akili za watu. Siri ya uasi iliendelea na iliendeleza kazi yake ya udanganyifu na kufuru. Karibu pasipo kutambua, mila na desturi za kipagani ziliingia ndani ya kanisa. Roho ya kulegeza masharti na kuiga ilithibitiwa kwa muda kwa mateso makali ambayo kanisa liliyapata chini ya upagani. Lakini mara tu mateso yalipokoma na Ukristo ukaingia katika mabaraza na nyumba za falme, kanisa liliweka pembeni usahili na unyenyekevu wa Kristo na wa mitume wake, na badala yake lilivaa kujionesha na kiburi cha makuhani wa kipagani na watawala. Na badala ya matakwa ya Mungu, kanisa liliweka nadharia na desturi za wanadamu. Uongofu wa juu wa Konstantino katika karne ya awali ya karne ya 4 ulileta furaha kubwa, na ulimwengu uliojifunika joho la utakatifu bandia uliingia kanisani. Upagani, wakati ukionekana kana kwamba umekwisha, ulishinda. Roho yake ilitawala kanisa. Mafundisho yake, sherehe na ushirikina vilijumuishwa katika imani na ibada ya watu waliodai kuwa wafuasi wa Kristo. Muungano huu wa upagani na Ukristo uliwezesha kuzaliwa kwa mtu wa dhambi aliyetabiriwa katika unabii kuwa atapingana na kujiinua juu ya Mungu. Mfumo huo mkubwa wa dini ya uongo ni chombo maalum cha Shetani, mnara wa kumbukumbu ya juhudi zake kukua juu ya kiti cha enzi na kuitawala dunia kulingana na mapenzi yake. Shetani wakati fulani alijaribu kuunda umoja na Kristo. Alimjia mwana wa Mungu katika jangwa la majaribu, na akimwonyesha falme za ulimwengu na utukufu wa falme hizo, akiahidi kuziweka katika mikono yake ikiwa tu atakiri ukuu wa mfalme wa giza. Kristo alimkemea mjaribu mwenye kiburi na kumlazimisha aondoke, lakini Shetani anafanikiwa sana anapomletea mwanadamu majaribu hayo. Ili kupata mapato na heshima za kidunia, kanisa liliongozwa kutafuta msaada na uungwaji mkono wa watu wakubwa duniani, na baada ya kumwacha Kristo kwa njia hiyo, lilishawishika kujisalimisha chini ya wakala wa Shetani, askofu wa Rumi. Ni moja ya mafundisho makuu ya Urumi kuwa papa ni kichwa kinachoonekana cha kanisa la ulimwengu la Kristo, aliyekabidhiwa mamlaka kuu juu ya maaskofu na wachungaji katika sehemu zote za dunia. Zaidi ya hayo, papa amepewa majina ya Mungu mwenyewe. Anatambulishwa kuwa yeye ni Bwana Mungu Papa. Tazama kiambatanisho, na anatangazwa kuwa yeye hakosei. Anadai aabudiwe na watu wote. Dai lile lililotolewa na Shetani katika jangwa la majaribu bado linatolewa naye kupitia kwa kanisa la Rumi, na kuna idadi kubwa ya watu wanaomwabudu. Lakini watu wanaomcha na kumheshimu Mungu wanakabiliana na madai haya kutisha, kama Kristo alivyokabiliana na madai ya adui mkuu: msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Luka sura ya 4 fungu la 8. Mungu hajadokeza mahali popote katika neno lake kuwa amemteua mtu yeyote kuwa kichwa cha kanisa. Fundisho la ukuu wa papa
hapa linapingana kabisa na mafundisho ya maandiko. Papa hawezi kuwa na mamlaka juu ya kanisa la Kristo isipokuwa kwa kujichukulia madaraka. Viongozi wa kanisa la Rumi wanaendelea kuleta mashtaka dhidi ya Waprotestanti kuwa wameleta mafundisho ya uongo na kwa makusudi wakajitenga na kanisa, lakini mashtaka haya ni yao hasa. Wao ndio walioshusha bendera ya Kristo na kuikana imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Yuda sura ya 1 fungu la 3. Shetani alijua vizuri kuwa maandiko matakatifu yangewawezesha watu kutambua udanganyifu na kupinga nguvu zake. Ilikuwa ni kwa njia ya neno hata Mwokozi wa ulimwengu aliweza kuyapinga mashambulizi yake. Kwa kila shambulizi Kristo alijikinga kwa ngao ya ukweli wa milele akisema imeandikwa. Kwa kila pendekezo la adui aliweka pingamizi la hekima na nguvu ya neno, ili shetani adumishe utawala wake juu ya wanadamu na kustawisha mamlaka ya kipapa. Alilazimika kuwafanya watu wasiyajue maandiko. Biblia inamuinua Mungu na inawaweka wanadamu katika nafasi zao stahiki. Kwa hiyo kweli zake takatifu ilipaswa zifichwe na kukandamizwa. Mantiki hii iliigwa na kanisa la Kirumi. Kwa mamia ya miaka usambazaji wa Biblia ulipigwa marufuku. Watu walikatazwa kuisoma au kuwa nayo katika nyumba zao, na mapadri na maaskofu wasiozingatia kanuni walitafsiri mafundisho yake kuunga mkono mitazamo yao. Kwa njia hiyo Papa akatokea kukubaliwa duniani kote, mwakilishi wa Mungu duniani aliyepewa mamlaka juu ya kanisa na dola. Baada ya mtambuzi wa makosa kuondolewa, shetani alifanya kazi kulingana na mapenzi yake. Unabii ulikishwa tangazwa kuwa upapa utafikiri kubadili nyakati na sheria. Danieli sura ya 7 fungu la 25. Hakuchelewa kuifanya kazi hii ili kuwapatia waongofu kutoka katika upagani mbadala wa ibada ya sanamu, na kwa njia hiyo kuhamasisha kukubali Ukristo kwa jina tu. Ibada ya sanamu na mifupa ya watakatifu polepole viliingizwa katika ibada ya Kikristo. Amri ya baraza kuu, tazama kiambatisho, hatimaye ilianzisha mfumo huu wa ibada ya sanamu, kukamilisha kazi ya kufuru. Rumi iliondoa amri ya pili kutoka katika sheria ya Mungu, amri inayokataza ibada ya sanamu, na ikaigawa amri ya 10 kuwa 2 ili kudumisha idadi ya amri 10. Roho ya kuungana na upagani ilifungua njia ya kuhafifisha zaidi mamlaka ya Mungu. Shetani akifanya kazi kupitia viongozi wa kanisa wasiojiweka wakfu kikamilifu, alichezea amri ya 4 pia na kujaribu kuondoa sabato ya kale, siku ambayo Mungu aliibariki na kuitakasa. Mwanzo sura ya 2 fungu la 3, na badala yake akainua sikukuu iliyoadhimishwa kama siku ya heshima ya jua. Badiliko hili awali halikufanywa kwa uwazi. Katika karne za kwanza, sabato ya kweli ilitunzwa na Wakristo wote. Walikuwa na wivu kwa ajili ya heshima ya Mungu, na wakiamini kuwa sheria yake haibadiliki, walilinda kwa bidii utakatifu wa kanuni zake. Lakini kwa hila kubwa, shetani alifanya kazi kupitia mawakala wake kutimiza kusudi lake, ili kuzifanya akili za watu zikubali Jumapili kirahisi. Jumapili ilifanywa kuwa sikukuu ya kuheshimu ufufuo wa Kristo. Huduma za kidini zilifanywa siku hiyo. Hata hivyo, ilichukuliwa kuwa siku ya maburudisho, sabato ikiwa bado inaadhimishwa kama siku takatifu, ili kuandaa njia kwa ajili ya kazi ambayo alikuwa amekusudia kuifanya baadaye. Shetani alikuwa amewaongoza Wayahudi kabla ya ujio wa Kristo kuibebesha mizigo sabato, mzigo wa masharti magumu sana. Akafanya utunzaji wake kuwa mzigo. Sasa akinufaishwa na mtazamo hasi ambao alikuwa amesababisha sabato kutazamwa, alifanya idharaulike kwa kuitwa na kuita mila na desturi ya Kiyahudi. Wakati Wakristo walio wengi wakiendelea kuiadhimisha Jumapili kama siku ya furaha, aliwaongoza ili kuonyesha chuki yao dhidi ya dini ya Kiyahudi, kuifanya sabato kuwa siku ya kufunga, siku ya huzuni na maumivu. Katika sehemu ya kwanza ya karne ya 4, Mfalme Konstantini alitoa amri ya kuifanya Jumapili kuwa siku ya sherehe katika dola lote la Rumi. Tazama kiambatanisho. Siku ya jua iliheshimiwa na raia wake wapagani na iliheshimiwa pia na raia wake wa Kristo. Ilikuwa sera ya mfalme kuunganisha makundi mawili yenye maslahi yanayokinzana ya upagani na Ukristo. Alishawishiwa kufanya hivyo na maaskofu wa kanisa ambao kwa kusukumwa na tamaa na kiu ya madaraka walitambua kuwa ikiwa siku ile ile ingeadhimishwa na Wakristo na wapagani, ingewahamasisha wapagani kupokea Ukristo kwa jina na hivyo kuongeza nguvu na utukufu wa kanisa. Lakini wakati Wakristo wengi wacha Mungu waliongozwa polepole kuikubali Jumapili kama siku iliyo na kiasi fulani cha utakatifu, bado waliendelea kuishika sabato ya kweli kuwa ndiyo siku takatifu ya Bwana na waliiadhimisha ili kuitii amri ya 4. Mdanganyaji mkuu alikuwa
alikuwa bado hajamaliza kazi yake. Alidhamiria kukusanya ulimwengu wa Kikristo chini ya bendera yake na kupitishia madaraka yake chini ya mwakilishi wake, papa mwenye kiburi aliyedai kuwa mwakilishi wa Kristo. Kwa kupitia kwa wapagani walioongoka nusu, maaskofu wenye tamaa na waumini wa kanisa wapenda dunia, alifanikisha kusudi lake. Mabaraza makubwa yaliendeshwa mara kwa mara, ambapo viongozi wakubwa wa kanisa walikusanywa pamoja kutoka duniani kote. Karibu katika kila baraza, Sabato iliyowekwa na Mungu ilikandamizwa chini zaidi. Wakati huo huo, Jumapili iliinuliwa juu. Kwa njia hiyo, sherehe ya kipagani ilikuja hatimaye iliheshimiwa kama agizo takatifu, ili hali Sabato ya Biblia ilitangazwa kuwa mabaki ya dini ya Kiyahudi na uadhimishaji wake ulitangazwa kuwa umelaaniwa. Mwasi mkuu alifanikiwa kujinua juu ya kila kiitacho Mungu au kuabudiwa. Wathesalonike wa pili sura ya 2 fungu la 4. Alijaribu kubadili kanuni pekee ya sheria ya Mungu ambayo bila shaka inawaelekeza wanadamu kwa Mungu wa kweli na aliye hai katika amri ya 4. Mungu anafunuliwa kuwa ni muumbaji katika amri ya 4 wa mbingu na nchi, na hapa anatofautishwa na miungu ya uongo. Ilikuwa ni kwa ajili ya kumbukumbu ya kazi ya uumbaji, ambapo siku ya saba, yaani Sabato, ilitakaswa kama siku ya mapumziko kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ilikusudiwa kumweka Mungu aliye hai mbele ya akili za wanadamu kama chanzo cha uzima na yeye anayestahili kicho na ibada. Shetani anapambana kuondoa kicho cha mwanadamu kwa Mungu na kuondoa utii wao kwa sheria yake. Hivyo anaelekeza juhudi zake hususan dhidi ya amri inayoelekeza watu kwa Mungu muumbaji. Waprotestanti sasa wanadai kuwa ufufuo wa Kristo ulifanya Jumapili kuwa Sabato ya Wakristo, lakini hakuna ushahidi wa maandiko. Heshima kama hiyo haikutolewa kwa siku hiyo na Kristo au mitume. Uadhimishaji wa Jumapili kama siku ya ibada ya Wakristo ulitokana na siri ya uasi, Wathesalonike wa pili sura ya 2 fungu la 7, ambayo hata katika wakati wa Paulo ilikuwa imeanza kazi yake. Ni wapi na ni lini Bwana aliidhinisha mtoto huyu wa upapa? Ni sababu gani halali inaweza kutolewa kwa ajili ya badiliko ambalo maandiko hayaliidhinishi? Katika karne ya 6 upapa ulikuwa umeshajijenga kikamilifu. Kiti chake cha mamlaka kilisimikwa katika mji mkuu wa dola, na askofu wa Rumi alitangazwa kuwa kiongozi wa kanisa lote. Upagani ulisalimisha nafasi yake kwa upapa. Joka alimpa mnyama nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Ufunuo sura ya 13 fungu la 2. Na sasa ikaanza miaka 1200 ya ukandamizaji wa kipapa uliotabiriwa katika unabii wa Danieli na Ufunuo. Danieli sura ya 7 fungu la 25, Ufunuo sura ya 13 fungu la 5 mpaka la 7. Tazama kiambatanisho. Wakristo walilazimishwa kuchagua ama kusalimisha uadilifu wao na kukubali sherehe za ibada za kipapa, au kuharibu maisha yao gerezani, au kuumwa kwa msumeno, moto au shoka. Ndipo yalitimizwa maneno ya Yesu, nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu, nanyi mtachukia na watu wote kwa ajili ya jina langu. Luka sura ya 21 fungu la 16 na 17. Mateso yalifungulia dhidi ya waaminifu kwa hasira kali zaidi kuliko ilivyowahi kutokea hapo awali, na ulimwengu uligeuka kuwa uwanja mkubwa wa vita kwa mamia ya miaka. Kanisa la Kristo lilikimbia na kukimbilia mafichoni na mahali pa upweke. Nabii anasema yule mwanamke akakimbilia nyikani, ambapo ana mahali palipotengenezwa na Mungu, ili wamlishe huko muda wa miaka 1260. Ufunuo sura ya 12 fungu la 6. Kitendo cha kanisa la Rumi kupata mamlaka kiliashiria kuanza kwa zama za giza. Kwa kadri mamlaka yake yalivyoongezeka, kina cha giza kiliongezeka zaidi. Imani ilihamishwa kutoka kwa Kristo, msingi wa kweli, kwenda kwa papa wa Rumi. Badala ya kumtumaini mwana wa Mungu ili kupata msamaha wa dhambi na wokovu wa milele, watu walimtazama papa na mapadri na maaskofu ambao alikasimu madaraka kwao. Walifundishwa kuwa papa alikuwa mpatanishi wao wa kidunia na kuwa hakuna ambaye angeweza kumwendea Mungu isipokuwa kwa kupitia kwake, na zaidi ya hapo kwamba alisimama mahali pa Mungu kwao, na kwa hiyo alitakiwa kutiiwa bila maswali. Kukiukwa au kukiuka matakwa yake ilikuwa sababu tosha ya kustahili adhabu kali iliyotolewa kwenye miili na roho za wakosaji. Hivyo akili za watu ziliondolewa kwa Mungu na kupelekwa kwa wanadamu wanaokosea, wenye mapungufu na wakatili. Zaidi ya hao, akili zao zilielekezwa kwa mfalme wa giza mwenyewe aliyetumia nguvu zake kupitia kwao. Dhambi ilijificha katika vazi la utakatifu. Maandiko yanapokandamizwa na mwanadamu anapojidhihirisha
tukidhania kuwa yuko juu ya wote, tutegemee kuona ulaghai, hila, udanganyifu na uovu wa kudhalilisha. Kwa kuzinua sheria na desturi za wanadamu, kulijitokeza ufisadi ambao daima hujitokeza kwa sababu ya kuiweka pembeni sheria ya Mungu. Hizo zilikuwa siku za hatari kwa kanisa la Kristo. Wainua bendera waaminifu walikuwa wachache kweli kweli, ingawa ukweli haukuachwa bila mashahidi. Lakini kwa nyakati fulani ilionekana kuwa makosa na ushirikina vingeshinda kabisa, na dini ya kweli ingefunika kabisa na kupotea duniani. Injili haikusikika kabisa. Badala yake kaida mbalimbali na kawaida za dini ziliongezwa, na watu walibebeshwa mizigo na shughuli nzito. Watu walifundishwa sio tu kumwangalia papa kama mpatanishi wao, bali kutumainia kazi zao wenyewe kuwapatanisha kwa ajili ya dhambi. Safari ndefu za kwenda kuhiji, matendo ya kitubio na ibada ya mifupa ya watakatifu, ujenzi wa makanisa na maeneo matakatifu na madhabahu, malipo ya pesa nyingi kwa kanisa. Haya na matendo mengi kama hayo yaliingizwa ili kumfurahisha Mungu au kupata upendeleo wake, kana kwamba Mungu alikuwa kama wanadamu, anayekasirishwa kwa mambo madogo madogo au anayepozwa kwa zawadi na matendo ya kitubio. Pamoja na hayo, uovu huo ulishamiri hata miongoni mwa viongozi wa kanisa la Kirumi. Mvuto wake ulionekana kuongezeka kila kukicha. Karibu na mwisho wa karne ya 8, waumini wa mfumo wa upapa walidai kuwa katika zama za kwanza za kanisa, maaskofu wa Rumi walikuwa na nguvu ile ile ya kiroho ambayo wanayo kwa sasa. Kuthibitisha dai hili, mbinu za aina fulani lazima zitumike kulipatia mamlaka, na mbinu hiyo mara moja ilipendekezwa na baba wa uongo. Maandishi ya awali yaligushiwa na watawa. Matamko ya mabaraza ambayo hayakuwahi kusikika yaligunduliwa, yakithibitisha kuwa papa ndiye kiongozi mkuu duniani tangu nyakati za awali, na kanisa lililokuwa limetupilia mbali ukweli kwa tamaa lilikubali mambo hayo ya uongo. Wajenzi wachache waaminifu juu ya msingi wa kweli, wa Korinto wa kwanza sura ya 3 fungu la 10 na 11, walichanganywa na kuzuiwa wakati takataka za mafundisho ya uongo zilipozuia kazi. Kama wajenzi wa kuta za Yerusalemu wakati wa Nehemia, baadhi waliposema nguvu zao wachukuao mizigo zimezofika na kifusi tele zipo, tusiweze kujenga ukuta. Nehemia sura ya 4 fungu la 10. Wakiwa wamechoshwa na pambano lisiloisha dhidi ya hila, uovu na kila kikwazo ambacho shetani aliweza kukibuni kuzuia maendeleo yao, baadhi walikuwa wajenzi waaminifu walivunjika moyo, na kwa ajili ya amani na usalama wa mali zao na maisha yao waligeuka na kuacha msingi wa kweli. Wengine, pasipo kuchoshwa na upinzani wa maadui zao, walitangaza bila hofu, msiwaogope, mkumbukeni Bwana aliye mkuu mwenye kuogofya. Na waliendelea na kazi, kila mmoja akiwa na upanga kiunoni mwake. Waefeso sura ya 6 fungu la 17. Roho ile ile ya chuki na upinzani kwa ukweli imewavuvia maadui wa Mungu katika kila zama, na ukeshaji na uaminifu ule ule umewavuvia watumishi wa Mungu. Maneno ya Kristo kwa mitume wa kwanza yanatumika kwa wanafunzi wake hadi mwisho wa wakati, na hilo nawaambieni ninyi, nawaambia wote, kesheni. Marko sura ya 13 fungu la 37. Giza lilionekana kuongezeka zaidi. Ibada ya sanamu ikaonekana kuwa jambo la kawaida, na maombi yakatolewa kwa sanamu. Desturi iliyokuwa ya kishirikina kabisa ikastawi. Akili za watu zilitawaliwa kabisa na ushirikina, kiasi ambacho busara ilionekana kupoteza mwelekeo wake. Wakati mapadri na maaskofu wenyewe walikuwa wapenda anasa, wenye tamaa na mafisadi, ilitarajiwa kabisa kuwa watu waliowategemea ili kupata mwongozo kwao walizama katika ujinga na uovu. Hatua nyingine katika utawala wa upapa ilichukuliwa wakati katika karne ya 11 Papa Gregory wa 7 alipotangaza ukamilifu wa kanisa la Kirumi. Miongoni mwa mapendekezo aliyoyaleta ni lile linalodai kuwa kanisa halijawahi kukosea wala halitakosea kwa mujibu wa maandiko, lakini uthibitisho wa maandiko haukuambatanishwa na dai hilo. Papa mwenye kiburi alidai pia kuwa na mamlaka ya kuondoa wafalme, na alitangaza kuwa hakuna hukumu ambayo aliyoitangaza ingeweza kutenguliwa na mtu yoyote yule, bali kwamba alikuwa na mamlaka ya kutengua maamuzi ya wengine wote. Mfano wa wazi wa ukatili wa huyu anayedai kuwa hakosei ulionekana katika namna alivyomshughulikia
kumshambulia mfalme wa Ujerumani Henry wa 4 kwa ujasiri wake wa kutotambua mamlaka ya papa. Mfalme huyu alitangaza kuondolewa katika ushirika na kanisa la Kikatoliki na kuondolewa madaraka ya ufalme kwa hofu ya kuachwa na vitisho vya wasaidizi wake ambao walishawishiwa na agizo la papa dhidi yake. Henry aliona umuhimu wa kufanya amani na Rumi. Akiandamana na mkewe na mtumishi wake mwaminifu, walivuka milima ya Alpsi wakati wa majira ya baridi ili ajinyenyekeshe mbele ya papa. Alipofika karibu na jengo ambalo Gregory alikuwa amekwenda kupumzika, alipelekwa bila walinzi wake katika ukumbi wa nje, na pale katika baridi kali ya majira ya baridi, kichwa chake kikiwa wazi bila kufunikwa chochote na miguu iliyopeku, alisubiri kupata ruhusa ya papa ili aende kwake. Mpaka alipoendelea kusubiri kwa siku 3 akifunga na kuungama, ndipo papa alipokubali kumpa msamaha. Hata hivyo, ilikuwa kwa sharti kuwa mfalme asubiri kibali cha papa kabla ya kurudi madarakani au kutumia mamlaka ya kifalme. Na Gregory akifurahia ushindi wake, alitamba kuwa ilikuwa jukumu lake kushusha kiburi cha wafalme. Tofauti iliyoje kati ya tabia kandamizi ya huyu papa mwenye kiburi na unyenyekevu na upole wa Kristo anayejitambulisha kama anayesihi kwenye mlango wa moyo ili aingie, ili alete msamaha na amani, na baadaye na ambaye aliwafundisha wanafunzi wake, na mtu yeyote anayetaka kuwa wa kwanza kwenu na awe mtumwa wenu. Mathayo sura ya 20 fungu la 27. Karne zilizofuata zilishuhudia ongezeko la daima la makosa katika mafundisho yaliyotolewa na Roma. Hata kabla ya kuanzishwa kwa upapa, mafundisho ya wanafalsafa wa kipagani yalikuwa yakitumiwa na yalikuwa na mvuto mkubwa kanisani. Wengi wa wale waliodai kuwa wameongoka bado waliendelea kushikilia kanuni za msingi za falsafa zao za kipagani, na sio tu kuwa waliendelea kujifunza wenyewe peke yao, bali walianza kuzifundisha falsafa hizo kwa wengine kwa madai kuwa ilikuwa njia ya kueneza mvuto wao miongoni mwa wapagani. Makosa makubwa yaliingizwa katika imani ya Kikristo kwa njia hiyo. Mashuhuri miongoni mwa makosa hayo ilikuwa imani ya asili ya kutokufa ya mwanadamu na uendelevu wa ufahamu wa mtu aliyekufa. Fundisho hili liliweka msingi ambao juu yake Rumi ilijenga maombi kwa watakatifu waliokufa na kumtukuza Bikira Maria. Kutokana na fundisho hili pia kulizuka uzushi wa moto wa milele kwa watu wasiotubu, fundisho ambalo liliingizwa mapema kabisa katika imani ya kipapa. Ndipo njia iliandaliwa kwa ajili ya uingizaji na uingizwaji wa ugunduzi mwingine wa upagani ambao Rumi iliuita pagatori, uliotumika kuwaogofya watu wengi waliokwisha zoezwa kupokea na kuamini kila fundisho na waliokwisha aminishwa ushirikina. Kwa njia ya fundisho hili la uongo, inaonekana kuwa kuna mahali pa mateso, mahali ambapo roho za wale ambao hawastahili hukumu ya milele wanapaswa kupata adhabu kwa ajili ya dhambi zao, na ambapo wakisha safishwa uchafu wao wanaruhusiwa kuingia mbinguni. Bado kulikuwa na uongo mwingine uliohitajika kuwezesha Rumi kunufaika kutokana na hofu na uovu wa waumini. Fursa hii iliwezeshwa na fundisho la msamaha, ondoleo kamili la dhambi za wakati uliopita na wakati huu na za wakati ujao, na kuachilia maumivu au adhabu zozote zinazomkabili mtu. Iliahidiwa kwa wote ambao wangejiorozesha katika vita vya papa na kupanua mipaka ya utawala wake duniani, kuadhibu maadui zake au kuangamiza wale waliodiriki kukataa ukuu wake wa kiroho. Watu pia walifundishwa kuwa kwa kulipa pesa kwa kanisa wanaweza kujinasua kutoka katika dhambi na pia kunasua roho za rafiki zao waliokufa ambao walikuwa wamefungiwa katika ndimi za moto zitesazo za pagatori. Kwa njia hiyo Rumi ilijaza hazina zake ili kudumisha ukuu, raha na uovu wa yule aliyejifanya kuwa mwakilishi wa yule ambaye hakuwa na mahali pa kulaza kichwa chake. Fundisho la Biblia la meza ya Bwana liliondolewa na badala yake ikawekwa kafara ya ibada ya sanamu ya misa. Makasisi wa kipapa walijifanya kwa sherehe zisizo na maana kubadilisha mkate na divai ya kawaida kuwa mwili na damu ya Kristo halisi. Cardinal Wiseman, the real presence of the body and the blood of our Lord Jesus Christ in the blessed Eucharist, proved from the scripture, lecture 8 section 3 paragraph 26. Kwa madai ya kiburi na kufuru, walidai hadharani kuwa walikuwa na uwezo wa kumuumba Mungu, muumbaji wa vitu vyote. Wakristo walitakiwa kwa tishio la kifo kuapa kuwa wanaamini fundisho hili la uongo na la kutisha linalotukana mbingu. Watu wengi waliokataa waliunguzwa kwa ndimi za moto. Kwa karne ya 13 ilianzishwa taasisi ya kutisha kuliko taasisi zote za upapa, mahakama ya kanisa Katoliki ya kukomesha uasi. Mfalme wa giza aliwahemsha viongozi wa ngazi mbalimbali
serikali za upapa. Katika mabaraza yao ya siri, shetani na malaika zake waliendesha akili za watu waovu. Bila kuonekana katikati yao, alisimama malaika wa Mungu akiandika kumbukumbu za kutisha za maamuzi yao na kuandika historia ya matendo ya kutisha sana kiasi cha kutofaa kuonwa na macho ya wanadamu. Babeli mkuu alilewa kwa damu za watakatifu. Kumbukumbu za mamilioni ya wafia dini zilimlilia Mungu kwa ajili ya kisasi dhidi ya mamlaka asi. Upapa ulikuwa dikteta wa ulimwengu. Wafalme na wafalme wakuu walipiga magoti kwa papa wa Kirumi. Hatima za watu za muda mfupi na milele zilionekana kuwa chini ya utawala wake. Kwa mamia ya miaka, mafundisho ya Rumi yalipokelewa na watu wengi na bila maswali. Kaida zake zilifanywa kwa kicho. Sherehe zake zilisherehekewa na wote. Viongozi wake waliheshimiwa na kutunzwa kwa ukarimu. Hakuna wakati wote mwingine ambapo kanisa la Kirumi lilipata heshima, ukuu au mamlaka kama hayo. Lakini mchana wa upapa ulikuwa usiku wa manane wa ulimwengu. J.A. Wylie, The History of Protestantism, Batch 1, Chapter 4. Maandiko matakatifu yalikuwa hayajulikani kwa kiwango kikubwa, sio tu kwa watu wa kawaida, lakini hata kwa mapadri. Kama Mafarisayo wa zamani, viongozi wa kipapa walichukia nuru iliyofunua dhambi zao. Sheria ya Mungu, kiwango cha utakatifu, ilipoondolewa, walitumia madaraka bila mipaka na walitenda uovu bila udhibiti. Udanganyifu, tamaa ya mali, ufujaji wa mali vilishamiri. Watu hawakujizuia kutenda uhalifu ambao kwao wangeweza kujipatia mali au cheo. Makazi ya mapapa na maaskofu yalikuwa mazingira ya uovu na ufisadi. Baadhi ya mapapa waliotawala walikuwa na hatia ya uhalifu mkubwa kiasi kwamba baadhi ya watawala wa kidunia walijaribu kuwapindua viongozi hawa wa kanisa kama watu wakatili sana wasiostahili kuvumiliwa. Kwa karne nyingi, Ulaya haikupiga hatua yoyote katika elimu, sanaa au ustarabu. Udumavu wa kimaadili na kiakili viligubika ulimwengu wa Kikristo. Hali ya ulimwengu chini ya mamlaka ya Kirumi iliwakilisha utimizo wa kutisha na kuogofya wa maneno ya nabii Hosea. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe. Kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Hapana kweli wala fadhili wala kumjua Mungu katika nchi. Hapana neno ila kuapa kwa uongo na kuvunja ahadi na kuua na kuiba na kuzini, huruka mpaka na damu hugusana na damu. Hosea sura ya 4 fungu la 6, fungu la 1 na la 2. Hayo yalikuwa matokeo ya kutupilia mbali neno la Mungu. Mpendwa msikilizaji, niendelee kukukaribisha na kukualika tena katika mwendelezo wa sura ya 4 ya kitabu hiki cha Pambano Kuu. Mungu aendelee kutubariki, lakini zaidi ya yote tunavyoendelea kujifunza haya, tutaendelea kugundua na kutambua wasi wa kanisa Katoliki katika kudanganya ulimwengu huu na kudanganya ulimwengu wa makanisa ya Kiprotestanti. Lakini ashukuriwe Mungu kwamba kanisa moja pekee duniani, kanisa la Mungu lililosalia likitunza amri 10 za Mungu, ikiwemo sabato ya amri ya 4 iliyobadilishwa na amri ya pili ya ibada ya sanamu, lenyewe litasimama hadi mwisho wa wakati. Na hilo ndilo kanisa la kweli la Mungu. Mungu akupe neema ya kutambua siri hizi zitakazoendelea kufunuliwa katika kitabu hiki cha Pambano Kuu. Na Mungu akupe neema ya kuliendea kanisa lake, kanisa la Waadventista wa Sabato. Upange kupokea ubatizo katika nyakati hizi za siku za mwisho tunazoziishi. Yesu awe pamoja nasi sote kwa njia ya Roho Mtakatifu hadi katika somo la 4, na Mungu atupe neema ya kuwa hai kuendelea kubarikiwa na masimulizi haya. Kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina.